kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bimankibayya, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliyashika mabega yangu, faqala, kisha akasema sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharib, kuwa katika hii dunia kama mgeni, ishi katika hii dunia kama mgeni. Na sote tunamjua mgeni, na tumewahi kuwa wageni katika baadhi ya miji. Tunajua tulipokuwa katika ile miji na katika hali zetu za ugeni, hatukuwa na uchangamfu kama wenyeji, hakutukua na furaha kama wenyeji, hatukuwa na mambo mengi kama wenyeji. Tulikuwa na yale mambo yaliyotupeleka katika ile miji peke yake, na hakuna mtu aliyesafiri kwenda kwenye mji kwa malengo fulani alafu alipofika katika ule mji akayaacha yaliyompeleka akashughulika na mengine. Ishi katika hii dunia kama mgeni, na wewe ni mgeni. Allah amekuleta katika hii dunia uje kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, na uje kusimamia yale aliyokuamrisha uyasimamie, na uje kujiweka mbali na yale aliyokukataza ujiweke nayo mbali. Ishi katika hii dunia kama mgeni. Ishi ukiwa unajua leo ama kesho muda wako uliopanga kuishi katika huu mji utaondoka urudi katika mji wako wa asili. Hii dunia siyo yako, kama ambavyo hawakudumu waliokuwa bora zaidi na wenye nafasi iliyokuwa nzuri zaidi, basi wewe pia hautadumu katika hii dunia. Ishi katika hii dunia kama mgeni. Kun fi dunya kaannaka gharibun, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni, au abiru sabili, au mpita njia. Tumewahi kupita njia tukiwa tunakwenda kwenye safari zetu na mambo yetu. Tuliposimama mahala, ima ni kwa ajili ya kusalimia, ima ni kwa ajili ya kupumzika, tunajua kuwa pale hatukufanya mchezo. Tulipumzika kwa muda mfupi na azma yetu ilikuwa ni kuendelea na safari zetu. Tuliposimama katika miji kwa ajili ya kuwasalimia, hata walipotuomba tuendelee kukaa hatukukubali, kwa sababu safari yetu haijafika mwisho. Tulisimama tukasalimia tukiwa na malengo ya kuendelea na safari yetu. Ishi katika hii dunia katika mfumo huo. Utaona kwamba wewe ni mtu unahitaji kuwa na maandalizi mazuri ya kesho, maandalizi mazuri ya kukutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Utakuwa ni mtu ambaye hautasema tumekufa ghafla, wala hawatazungumza watu fulani amekufa ghafla, kwa sababu si mtu uliyeghafilika. Ni mtu uliyeishi ukiwa unajua kesho utaondoka katika mji huu na utaendelea na safari ya kwenda katika mji wako wa asili.